Mtazamaji, asante kwa kusalia nasi, na sasa tunaendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Wakulima wa korosho katika mikoa ya Lindi na Mtwara wakiongozwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deus Sangu, wamefanya sherehe ya sikukuu ya wakulima kwa kula na kunywa korosho kwenye viwanja vya maonyesho ya wakulima 88 Ngongo mkoani Lindi, ikiwa ni sehemu ya mikakati ya kuhamasisha uongezaji thamani na ulaji wa bidhaa za zao la korosho. Mwandishi wetu Adam Malimo kutoka mkoani Mtwara anayo taarifa zaidi. Ni wakulima na wakazi wa mikoa ya Lindi na Mtwara wakiwa katika foleni ya kukinga juisi, maziwa, mvinyo, maandazi, kashata na bidhaa zingine, zote zikiwa zimetengenezwa kwa kutumia zao la korosho ambalo linalimwa kwa wingi ndani ya mikoa hiyo. Wakulima hawa wanakula na kunywa korosho ikiwa ni kusherehekea sikukuu ya wakulima 88, ambapo TARI na Liendele kwa kushirikiana na bodi ya korosho wamezalisha bidhaa hizo na kuwapatia wakulima, ikiwa ni mikakati ya kuhamasisha ulaji wa bidhaa za korosho nchini na uwekezaji wa viwanda vya kuongeza thamani zao la korosho. Bwana we, naisema ziwa ni mazuri sana. Hii TARI na Liendele na bodi ya korosho Wanakusini mmefanya jambo, ni hatari. Kila kitu unachokiona hapa jamani kimeundwa na korosho, na mimi mwenyewe nimejionea. Haya ni maziwa kabisa, maziwa safi kabisa, maziwa masafi na ni matamu. Ngoja ninywe tena. Alisisi kutegemea kwa kweli. Yaani nilijua korosho kama vile tunavyozoea tukinunua tukatafuna tu, lakini kumbe ina mambo mengi. Tumekula maandazi, tumekula kashata, tumekunywa waini, juisi, maziwa kutokana na nini? Na korosho. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deus Sangu ametaka bodi ya korosho na TARI na Liendele kuendeleza mikakati hiyo. Adhimisha mwaka huu ya ulaji wa korosho mwaka huu 2026 yawe ndio mwanzo wa kampeni endelevu ya kuhamasisha ulaji wa korosho katika shule zetu, taasisi mbalimbali, maeneo ya kazi na kwenye familia zetu. Ina maana kwamba mazao haya yanapitishwa na TBS kwa ajili ya kwamba kiwango, lakini kuna mazao mengine pia ambayo ni siagi tunazungumzia ya korosho. Ukianza kula hii utatamani kula aina nyingine ya siagi. Vipindi hivyo wakulima wa zao la korosho katika mikoa ya Lindi na Mtwara wakisherehekea siku yao ya mkulima kwa kula na kunywa korosho. Kutoka Ngongo mkoani Lindi, Damalima cha Ndariteni. Naam, shukrani sana Adam Malimo kwa taarifa hiyo. Mikoa nyanda za juu kusini inahitaji zaidi ya miche 300,000 ili kuanza uzalishaji wa zao jipya la korosho ambalo limebainika linastawi vizuri kwa baadhi ya maeneo, na kwamba korosho ambayo imeongezwa thamani katika mikoa hiyo inauzwa kati ya shilingi 25,000 na 30 kwa kilo moja. Mwanahabari wetu Rose Chapewa anatueleza. Afisa kilimo kutoka bodi ya korosho Tanzania katika mikoa nyanda za juu kusini, Mandela Chikawe, anasema wakulima wameonyesha mwitikio mkubwa wa kulima zao la korosho kwenye maonyesho ya kilimo ya 88. Tuna mahitaji ya zaidi ya miche 308,000 katika nyanda za juu kusini, na mahitaji yanaendelea kuongezeka. Bodi ya korosho itawasaidia kupata mashine za kubangua katika vikundi ambavyo vitakuwa tayari vimehamasika na ubanguaji wa korosho, kwani tumeona ni muhimu wakajikita katika kubangua ili kuweza kujipatia kipato. Kwa wastani wa korosho ile ambayo imebanguliwa, tumeona kwamba kwa mikoa hii ya nyanda za juu kusini bei yake ni wastani wa shilingi 25,000 kwa kilo mpaka 30,000, lakini ile ambayo ni korosho ghafi imekuwa na bei ya wastani wa shilingi 2,500. Hivyo ni vema mkulima tunawahamasisha kubangua ili waweze kujiongezea kipato. Wananchi waziri kata ambazo zina nyanda za juu, ni fursa kwao kushiriki katika kuzalisha zao la korosho, kwani ni neema kwao kwa sababu walishindwa kuzalisha zao la mpunga. Bodi ya korosho imeeleza faida anazopata mkulima. Kwao wataanza moja kwa moja na mbegu bora kabisa na utazapandwa kitaalamu, kwa hiyo wana uhakika wa kupata mazao mengi yenye tija na ubora mkubwa sana. Wakulima wametoka Ileje, Songwe, Chunya, Kiela, Mbalali, wote wanatamani kulima zao la korosho, na sisi tunawaahidi tutakuwa tunatoa elimu, tunatoa miche bure, tunatoa viuatilifu kwa ajili ya kutunza mashamba hayo bure. Na huyu ni miongoni mwa wakulima wenye uhitaji wa miche ya korosho. Kuja hapa kwenye bodi ya korosho nipate mimea ya kuweza kupanda kwenye shamba lenye heka 5.
ikiwezekana na zaidi nitapanda. Ni zao ambayo inaweza kumtoa mtu kimaisha, tena halina huduma kubwa sana, zaidi ni kupiga dawa. Mimi naipongeza bodi ya zao la korosho kutoka kwenye nyanda za kusini kutusaidia ili tuweze kulima korosho. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapeua wa Channel. Na mtazamaji, tukiwa bado tunasalia katika zao hilo la korosho, serikali imeanza kuwawezesha wakulima wa zao la korosho katika mikoa Lindi na Mtwara kulima mazao ya nafaka kwa ajili ya chakula na kuondokana na utegemezi wa fedha za korosho kununua chakula, ili kuwawezesha wakulima katika mikoa hiyo kuwa na uchumi endelevu. Na Malima kutoka Mtwara anatueleza. Mikakati hiyo ya serikali inaelezwa na taasisi ya utafiti wa kilimo TARI kituo cha Naliendele, ambao wamefanya utafiti wa kilimo cha nafaka katika mikoa yote inayolima korosho na kubaini kuwa mazao ya chakula kama mahindi na mtama yanafanya vizuri katika maeneo hayo, huku wakala wa mbegu ASA wakieleza kuwa wakulima watapatiwa mbegu zinazoendana na mazingira yao ambazo zitatoa mavuno mengi zaidi ya gunia 20 kwa ekari moja. Kwa hiyo ushauri wetu ni kwamba hao wakulima ambao wanajikita sana kwenye zao la korosho, basi vile vile wajikite kwenye mazao haya ya nafaka, hasa mtama na mahindi, kwani inaonekana kwamba yanafanya vizuri pia katika kanda yetu ya kusini. Sisi kama ASA, kabla hatujaja maeneo ya huku, tunaangalia hali ya hewa ya huku. Baada ya kuangalia hali ya hewa ya huku, tunakuja na mbegu ambayo inafaa kwa ukanda wa huku, na ndio maana tumekuja na mbegu ya muda mfupi na mbegu ya muda wa kati, kwa sababu mikoa ya kusini inapokea mvua ya wastani, muda mwingine chini ya wastani. Kwa hiyo tunakuja na hizi mbegu ili kumhakikishia mkulima uwezekano wa kuvuna hata itakapotokea mvua imekuja chini ya wastani. Aidha, ili kuhakikisha wakulima wanapata mbegu bora kwa ajili ya kilimo chenye tija, serikali kupitia taasisi ya udhibiti ubora wa mbegu TOSCI itahakikisha mbegu zinazouzwa kwa wakulima kanda ya kusini zinakuwa zimethibitishwa ili kumfanya mkulima kuwa na kilimo chenye tija. Jambo moja kubwa kwamba wakulima wasinunue mbegu yoyote ambayo haina lebo ya TOSCI. Aina yoyote ya mbegu ambayo inapita kwenye mfumo rasmi. Lakini pia tumekuja kuwakumbusha mbegu yenye yoyote ambayo ina lebo lazima ihakikiwe. Hakiki mbegu kwa maelekezo ambayo yako kwenye lebo yenyewe, bure kwenye simu ya mtandao wowote. Kutoka Ngongo mkoani Lindi, Malima, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa yake hiyo Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ndio inatamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Bwana mfupi ujao tutakuja kujiunga hapa na Esther Mtembe katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Endelea kusalia nasi.